Yes, shalom, shalom, shalom. Mungu akubariki sana. Karibu tena kwenye mfululizo wa masomo ambao nimeanza kuyatoa kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Karibu sana. Endelea kufuatilia, hakikisha una subscribe na kuweka notification on ili kila nitakapo share au kuwa live uweze kufuatilia masomo haya. Mungu akubariki sana. Tukumbuka pia tuna masomo tuna share masomo haya kwenye kurasa zetu za Facebook na Instagram. Instagram unaweza ukatupata kwa jina la toa ile ya chini Bishop Emmanuel, lakini kwenye Facebook utatupata kwa jina la Archbishop Emmanuel. Endelea kufuatilia, naamini kabisa kwamba unabarikiwa na masomo haya, na kuna sababu kwa nini Mungu ametaka ujifunze, kuna sababu kwa nini Mungu ametaka ujifunze kwenye masomo haya. Kipindi cha nyuma au season iliyofuata nilianza kukueleza kwa habari ya ulimwengu wa roho, nikakueleza ulimwengu wa roho ni nini. Tukaona kwamba ulimwengu wa roho ndio unahusika na vitu vyote vilivyopo duniani leo, maana ulimwengu wa roho ndio chanzo cha kila kitu kilichopo duniani leo. Nikakwambia ulimwengu wa roho ni ulimwengu mama wa ulimwengu wa damu na nyama, lakini pia nikakwambia ulimwengu wa roho ni kiwanda cha kuzalisha vitu kuja duniani leo. Lakini kwenye pati ya pili tukaenda mbali zaidi, nikasema tuna aina mbili za ulimwengu wa roho: ulimwengu wa roho wa shetani na ulimwengu wa roho wa Mungu. Kama tuna aina mbili za ulimwengu wa roho na ulimwengu wa roho ndio unahusika kuleta vitu duniani leo, nilikupa picha hii kwamba vitu vyote vilivyoko duniani leo havitokani na Mungu, kwa sababu tuna ulimwengu wa roho wa shetani na tuna ulimwengu wa roho wa Mungu. Kwa hiyo tukapata picha kwamba vitu vilivyoko duniani leo kuna vinavyotokana na Mungu na kuna vinavyotokana na shetani. Tulizungumza sana juu ya jambo hili. Kumbuka lengo la kuzungumza juu ya ulimwengu wa roho ni kwa sababu nilitaka kuzungumza kwa habari ya ndoto. Lengo langu kubwa hasa ni kuzungumza juu ya ndoto, lakini nikakwambia huwezi ukazungumza juu ya ndoto kama hujazungumza juu ya ulimwengu wa roho, kwa sababu unapozungumza juu ya ndoto ni lazima moja kwa moja kwa 100% uguse ulimwengu wa roho. Tulienda mbali sana na topic hii, tukafika kwenye ile level ya kwamba ulimwengu wa roho unafanyaje kazi. Okay, baadaye tukaanza kuziangalia zile sheria za kiroho. Nilisema sheria hizi za kiroho ndizo zinazoruhusu sasa ulimwengu wa roho uweze kushirikiana na ulimwengu wa damu na nyama. Kuna sheria nilizitaja, nafikiri nilitaja mpaka 4. Nikasema sheria hizi ndizo zinazoruhusu sasa ulimwengu wa roho uanze kufanya kazi. Kwa haraka kukukumbusha kule tulikotoka ili niendelee na sheria nyingine. Kwa haraka, sheria ya kwanza nilikwambia mwanadamu alipewa uwezo kwa vitu vyote vinavyoendelea duniani leo. Sheria ya kwanza tulisema mwanadamu alipewa uwezo kwa vitu vyote vinavyoendelea leo. Au kwa maana nyingine tunasema kwamba ulimwengu wa damu na nyama au dunia au nchi haikuumbwa kwa ajili ya roho. Hii dunia iliumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Mwanadamu ndiye aliyepewa uwezo, yeye ndiye mwenye uwezo, yeye ndiye anayemiliki, yeye ndiye anayetawala. Kama unatawala, nilikwambia una uwezo wa kuamua ni kitu gani kifanyike au kisifanyike. Kwa sababu ya sheria hii ya kwanza tu, kwamba mwanadamu ndiye aliyepewa uwezo juu ya vitu vyote vinavyoendelea juu ya nchi, nilikwambia sheria hii inazuia kwamba hakuna roho yote inaweza ikafanya kitu duniani mpaka ipate ruhusa kwa mwanadamu. Kumbuka roho ni pamoja na Mungu, kwa sababu Mungu ni roho. Sheria hii inabana kwamba hakuna roho yote inaweza kufanya kitu chochote duniani mpaka ipate ruhusa kwa Mungu. Lakini tulienda kwenye sheria ya pili, tukasema ni sheria ya agreement. Roho yote inayotaka kufanya kitu duniani, nilisema ni lazima ipate agreement, ni lazima ipate patano kwa kile kitu kilichopo duniani ambapo inataka kukifanyia kitu. Lazima hiyo roho itafute agano. Sheria tatu nilikwambia kwamba roho ina uwezo wa kujibadilisha kuwa kitu chochote kile. Roho ina uwezo wa kujibadilisha kuwa kitu chochote kile. Nilisema lengo la roho kujibadilisha kuwa kitu chochote, au kwa nini ilipewa uwezo wa kujibadilisha kuwa kitu chochote, ni ili iweze kuforge covenant, iweze kutengeneza maagano. Kwa hiyo nilizungumza juu ya sheria hizi tatu. Zilikuwa ni sheria za muhimu sana. Kama hukunisikiliza wakati nazungumza, fuatilia tafadhali topic ya nyuma ili usikilize tena. Sheria ya 4 ya kiroho ambayo tutaiangalia leo, sheria ya 4 ambayo tutaiangalia leo ni sheria ya madhabahu. Ni sheria ya madhabahu. Wana wa Mungu, kwa sababu dunia ilipewa mwanadamu, ili roho yoyote iweze kuja duniani leo ni lazima iforge au itafute madhabahu.
ziko njia mbili au tatu za kuweza kuleta roho duniani. Moja ni njia ya madhabahu. Kuna njia mbili au tatu zinazohusika kuleta roho duniani leo. Njia ya kwanza kubwa ni njia ya madhabahu, na hii inaitwa ni sheria ya madhabahu kwenye kile kitabu cha Kutoka 20:24. Ili roho yoyote ile iweze kuja duniani leo, au iweze kuja kwa mtu leo, au iweze kufanya kazi duniani leo, au iweze kufanya kazi kwa mtu leo, ni lazima roho hiyo ipate madhabahu. Ni sheria ya kiroho hiyo. Inasema ili roho yote iweze kufanya kazi duniani au iweze kuja kwa mtu leo, ni lazima ipate madhabahu. Kitabu kile cha Kutoka tafadhali. Kutoka 20:24. Hii ni sheria ya kiroho. Kutoka 20:24. Wana wa Mungu, vitu vingi vinavyotupata ni kwa sababu hatutaki kuelewa mambo ya rohoni. Vitu vyote vinavyotupata leo, kama ugonjwa ni roho, uwe na uhakika kuna madhabahu iliinuliwa ndio huo ugonjwa ukaja, kwa sababu sheria inatuambia kwamba ili roho ije duniani lazima kuwe na madhabahu. Kama kuvunjika kwa mahusiano ni roho imevunja hayo mahusiano, uwe na uhakika kuna roho, kuna madhabahu iliinuliwa na hiyo roho ya kuvunja mahusiano ikaja. Kitabu kile cha Kutoka 20:24. Kumbuka hii ni sheria ya 4. Hii ni sheria ya 4. Kutoka 20:24 inasema hivi: utanifanyia madhabahu ya udongo, nao utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa, sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako, kila mahali nitakapopatia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na kukubariki. Huyu ni Mungu ambaye ni roho, anataka kumbariki mwanadamu. Ili aweze kumbariki mwanadamu, kuna sheria inasema, wewe Mungu kama unataka kumbariki mwanadamu, lazima kuwe na agano, na ni lazima kuwe na madhabahu iliyoinuliwa, ambayo hiyo madhabahu ndio itakao kuleta wewe Mungu duniani, uanze kuleta ile baraka ambayo unataka kuleta kwake. Hii ni sheria ya kiroho, inasema roho yoyote ile inayotaka kufanya kazi duniani leo ni lazima ipate madhabahu. Roho yoyote ile inayotaka kufanya kazi duniani leo ni lazima ipate madhabahu. Wana wa Mungu, chochote kile unachosema ni roho, kuna roho imenivaa, nina roho ya kuchelewa, sijui kuna roho gani, kuna delay spirit, kuna poverty spirit, roho zote mpaka zije kwa mwanadamu leo, lazima kuwe kuna kitu kilifanyika kikainua madhabahu. Hiyo madhabahu ndio ikaweza kufanya kazi, hiyo roho ndio ikaanza kufanya kazi, kwa sababu sheria ya 4 inatuambia roho haiwezi kufanya kazi duniani mpaka ipate madhabahu. Hiyo Kutoka 20:24 niliyokuonyesha ni Mungu anataka kumbariki mwanadamu duniani, lakini anasema ili nikubariki ni lazima uniinulie madhabahu. Ni kwa sababu sheria inasema roho yoyote ifanye kazi duniani leo ni lazima ipate madhabahu. Nitaendelea kuemphasize juu ya jambo hili. Sasa hivi najaribu kuweka tu zile key point. Kwa hiyo sheria ya 4 ni sheria ya madhabahu. Ili roho ifanye kazi duniani ni lazima kuwe na madhabahu. Vitu vingi watu wanavyovifanya leo vinaashiria wameinua madhabahu bila wao wenyewe kujua. Baada ya kuinua madhabahu bila kujua, uwe na uhakika ile madhabahu walioinua, ile roho itaanza kufanya kazi. Mahali popote palipoinuliwa madhabahu, lazima roho inakuja. Kwa hiyo ni sheria ya 4 hiyo. Sheria ya 4 inasema ni lazima kuwe na madhabahu imeinuliwa, ndipo roho itafanya kazi. Sheria ya 5 ni ya muhimu sana. Sheria ya 5. Sheria ya 5 inatuambia lugha ya kiroho. Lugha ya kiroho ni alama, ni simbo, ni ishara. Wana wa Mungu, siku zote ulimwengu wa roho hautafunua vitu kwa uhalisia. Sheria ya kiroho, moja kati ya sheria ya kiroho inaruhusu ulimwengu wa roho kuzungumza kwa ishara, alama, simbo, ishara, alama. Nataka unoti jambo hili kwa makini, kwa sababu tutakuja kulikuta tena kwenye ndoto. Hili jambo la simbo, ishara, alama. Ulimwengu wa roho siku zote utakuwa unafunua vitu kwa namna ya ishara, alama, simbo. Kuna kila kitu utakachokiona kwenye ulimwengu wa roho kinaashiria kitu fulani. Kwa mfano tukirudi kwenye swala la ndoto tayari upo kwenye ulimwengu wa roho. Mtu yote anapozungumza kwa habari ya ndoto, maana yake yupo kwenye ulimwengu wa roho. Kwa mtu akikwambia nimeota nyoka ina maana yake kwenye ulimwengu wa roho. Anakuambia ninaota ndoto za shule, ile ni ishara fulani. Mtu anakuambia nimeota kitu fulani. Vitu vyote utakavyoviona kwenye ulimwengu wa roho vitafunuliwa kwa njia ya ishara, simbo. Ulimwengu wa roho unazungumza kwa ishara. Hii ni sheria nyingine ya kiroho.
Ulimwengu wa roho utazungumza kwa ishara. Kwenye Mwanzo 13 tafadhali. Mwanzo 13:10. Kumbuka sheria 5 inatuambia ulimwengu wa roho unazungumza au utafunua vitu au utaonyesha vitu, sio direct, sio clear picha, utakuonyesha kwa ishara. Mwanzo 37 tafadhali. Genesis 37. Mwanzo 37. Sheria ya kiroho inatuambia ulimwengu wa roho utafunua vitu kwa ishara. Mwanzo 37. Mwanzo 37 mstari wa 5 unasema hivi: Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Na mstari wa 6 akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Mstari wa 8, ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utanitumikia sisi? Je, kweli wewe utatutumikia sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Mstari wa 9, akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikiniinamia. Akawaambia babaye na mamaye na ndugu zake. Babaye akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Wana wa Mungu, andiko nililolisoma ni andiko la Yusufu akiota ndoto mbili tofauti. Ndoto ya kwanza aliota miganda inamuinamia. Baada ya kuota miganda inamuinamia, ndugu zake wanatafsiri ile ndoto kwamba, je, sisi ndugu zako tutakuja kukuinamia? Kumbuka hakuwaambia kwamba mimi nimewainamia. Anasema nimeota miganda. Miganda ni yale majani yaliyovunwa baada ya watu kulima, aliota yale majani yanamuinamia. Lakini ndugu zake wanasema, je, sisi tutakuinamia? Ni kwa sababu ndugu zake walielewa kwamba ulimwengu wa roho unazungumza kwa ishara. Kwa hiyo walibidi watafsiri ile ishara ya miganda kuinama kwamba ni wao wanainama mbele zake. Lakini akaota ndoto ya pili. Biblia inatuambia akaota nyota na mwezi na jua zinamuinamia. Anapeleka kwa baba yake. Baba yake anatafsiri, anasema, je, mimi baba yako na mama yako na ndugu zako tutakuinamia? Kumbuka yeye aliota nyota na mwezi na jua vinamuinamia. Lakini unaona baba yake anatafsiri, anasema, je, mimi baba yako na mama yako na ndugu yako tutakuinamia? Ni kwa sababu baba yake aliyejua kwamba au alielewa kwamba lugha ya kiroho, lugha inayotumika kwenye ulimwengu wa roho ni lugha ya ishara. Kwa hiyo alichokiona Yusufu kilikuwa kinahitaji tafsiri. Kumbuka lugha ya kiroho, sheria ya 5 inatuambia lugha ya kiroho ni ishara. Ulimwengu wa roho mara zote utakuwa unafunua vitu kwako kwa namna ya ishara, au utakuwa unazungumza kwa namna ya ishara. Kitabu kile cha Mathayo 13:10. Mathayo 13:10 ni kuonyesha mfano mwingine. Mathayo 13:10 tafadhali ni kuonyesha mfano mwingine. Mathayo 13:10. Mathayo 13:10. Mathayo 13:10 Biblia inasema hivi. Nitasoma mpaka ule mstari wa 25. Wakaja wanafunzi wake wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Ni Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi kwa mifano. Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Kwa sababu hii nasema nao kwa mfano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Niruke niende mstari wa 25. Mstari wa 25.
Akawatolea mfano mwingine akasema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katika ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watu na watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi watakwenda wataka tuende tuyakusanye? Akasema, la, msije. Ukisoma andiko hili lote utagundua ni Yesu alikuwa anazungumza vitu vingi kwa mifano. Mifano ni kitu kinachohitaji kutafsiriwa. Ni Yesu akijua, akielewa lugha ya kiroho ni ishara, akaanza kuzungumza kwa ishara. Kwa hiyo vitu vyote alivyokuwa anavizungumza vilikuwa vinahitaji tafsiri. Biblia inatuambia hakuzungumza nao isipokuwa kwa mifano. Mifano ni kitu kinahitaji kutafsiriwa. Wana wa Mungu, vitu vingi ambavyo ulimwengu wa roho utafunua kwako au utazungumza na wewe, utazungumza kwa lugha ya kiroho. Lugha ya kiroho ni ishara, simbo. Ulimwengu wa roho unazungumza kwa simbo. Kwa hiyo sheria ya 5 inatuambia lugha ya kiroho ni simbo. Sheria 6 tafadhali. Sheria 6 inasema, kitu chochote kabla hakijatokea hapa duniani leo, ni lazima hicho kitu kiwe kimetokea kwenye ulimwengu wa roho kwanza. Kitu chochote kabla hakijatokea hapa duniani leo, ni lazima kiwe kimetokea kwenye ulimwengu wa roho kwanza. Manake vitu unavyoviona hapa duniani leo ni matokeo ya vitu ambavyo vimeshatokea kwenye ulimwengu wa roho tayari. Kwa nini unaumwa leo? Ni kwa sababu tayari kwenye ulimwengu wa roho umeshaumwa. Kwa nini hujaolewa leo? Kwa nini hujaoa leo? Ni kwa sababu tayari kwenye ulimwengu wa roho wewe ulijikuwa hujaoa. Kwa nini una mtoto mmoja au kwa nini una watoto wawili? Kumbuka, kitu chochote kile kinachotokea hapa duniani leo ni sawasawa na kile kilichotokea kwenye ulimwengu wa roho kwanza. Kwa nini mtu amepata ajali? Ni matokeo ya ile ajali ambayo tayari imeshatokea kwenye ulimwengu wa roho tayari. Kwa sheria ya 6 inatuambia kitu chochote kabla hakijatokea kwenye ulimwengu wa roho kabla hakijatokea kwenye ulimwengu wa damu na nyama, ni lazima kitokee kwanza kwenye ulimwengu wa roho kwanza. Kitabu kile cha Efeso. Hii ni sheria nyingine ya kiroho. Kitabu kile cha Efeso. Efeso 1:3. Kitu chochote kabla hakijatokea hapa duniani leo, ni lazima kitokee kwenye ulimwengu wa roho kwanza. Efeso 3. Andiko hili linafunua kitu kikubwa sana. Efeso 3 tafadhali. Wa Efeso 3. Efeso tafadhali. Efeso 1:3. Efeso 1:3. Efeso 1:3 anatuambia, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote. Aliye ni past tense. Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Atukuzwe Mungu Baba aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Wana wa Mungu, andiko hili linafunua kitu kikubwa sana. Aliye ni past tense. Baraka zote zipo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunapata picha kwamba vitu vyote tunavyovitaka leo tayari vipo kwenye ulimwengu wa roho. Aliye, sio atakaye, sio anaye. Aliye ni past tense. Ni past tense. Wafalme wa 2 6:16 ikuonyesha andiko lingine. Wafalme wa 2 6:16 ikuonyesha andiko lingine. Wafalme wa 2 ikuonyeshe andiko lingine. Wafalme wa 2 6:16. Wafalme wa 2 6:16 nikuonyesha andiko lingine. Wafalme wa 2 6:16 tafadhali sikia habari hii. Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao.
Elisha akaondoka akasema, Bwana nakusihi, mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, natazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Okay? Kamata andiko hilo. Twende tena kwenye Hesabu 12:6. Kamata maandiko hayo yote mawili. Hesabu 12:16. Hesabu 12:6. Kamata maandiko hayo, alafu nitayaelezea. Hesabu 12. Hesabu 12. Hesabu 12 mstari wa 6. No, Hesabu 21 tafadhali. Hesabu 21 tafadhali. Hesabu 21. Hesabu 21:32. Hesabu 21:32. Andiko lingine ni kuonyesha kitu. Hesabu 21:32 inasema hivi. Kisha Musa akapeleka watu ili kupeleleza Yezra, nao wakaitoa miji yake, wakawafukuza Waamori. Mstari wa 33, kisha wakageuka na kukwea kwa njia ya Bashani na Ogu. Mfalme wa Bashani akaondoka apigane nao. Kamata 33. Kisha wakageuka na kukwea kwa njia ya Bashani na Ogu. Mfalme wa Bashani akaondoka akapigana nao huko Edra, yeye na watu wake wote. Bwana akamwambia Musa, usimche. 34. Bwana akamwambia Musa, usimche, kwa kuwa mimi nimekwisha kumtia mkononi mwako na watu wake wote na nchi yake, nawe utamtenda kama ulivyomtenda Shimoni na mfalme wa Amori. Sikiliza statement hii uipate vizuri. Ni Musa anakwenda vitani, bado hajapigana hii vita, lakini Mungu anamtokea Musa. Kumbuka Musa hajapigana hii vita. Mungu anamtokea Musa. Mungu ni roho. Anamtokea Musa, anamwambia Musa jambo hili kwenye mstari wa 34. Hesabu 21:34. Biblia inasema Bwana akamwambia Musa, usimche, kwa kuwa mimi nimekwisha kumtia mikononi mwako na watu wake wote na nchi yake yote. Nimekwisha kumtia. Ni past tense. Musa anakwenda vitani, hajapigana hiyo vita, lakini Mungu anamwambia nimekwisha kumtia. Kwa maana nyingine, kiroho wewe Musa umekwisha kushinda hiyo vita. Nimekwisha kumtia mikononi mwako, yeye na nchi yake na jeshi lake lote. Kwa maana nyingine, Mungu anataka kumwambia kiroho, hiyo vita Musa wewe umekwisha kushinda. Ni kwa nini? Ni kwa sababu jambo lolote kabla halijatokea hapa duniani lazima litokee kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Angalia andiko lingine tena ili uelewe kile ninachokizungumza. Angalia tena andiko lingine. Wafalme wa Pili 6:16. Angalia tena andiko lingine. Wafalme wa Pili 6:16 ni habari ya Gideon anataka kwenda kwenye vita. Anapotaka kwenda kwenye vita, Mungu anamtokea Gideon, anamwambia usiogope, hao watu unaokwenda kupigana nao nimekwisha kuwatia mikononi mwako. Anamwambia kama unaogopa, mchukue Puri mtumishi wako, shuka naye kambini. Biblia inatuambia waliposhuka kambini wakasikia mtu akimwelezea mwenzake habari ya ndoto. Biblia inatuambia alipokuwa anamuelezea mwenzake habari ya ndoto, anamwambia tazama, mkate wa shairi ulianguka moja katika kambi wa Midiani, ule mkate ukapiga ile kambi na ile kambi ikabomoka mpaka chini. Mwenzake anamtafsiria ile ndoto, anamwambia haitoshe, hiyo ndoto, hicho unachokieleza ni matokeo ya upanga wa Midiani, ni matokeo ya upanga wa Gideoni unakuja kuipiga nchi ya Wamidiani. Biblia inatuambia Mungu anamwambia Gideoni, nimesha watia hao wa Gideoni mikononi mwako. Ni past tense. Chochote kinachoendelea leo kwenye maisha yako ni matokeo ya kile kilichoendelea kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nini uko hivyo leo? Ni sawasawa na kile kilichoendelea kwenye ulimwengu wako wa roho. Hii ni sheria ya 6 nimekupa. Sheria ya 6 inasema
Chochote kinachotokea hapa duniani leo ni matokeo ya kitu kile kilichotokea kwenye ulimwengu wa roho. Sheria 7. Sheria 7 inasema roho yoyote inayotaka kufanya kitu chochote duniani leo ni lazima ifunue hilo jambo. Roho yoyote inayotaka kufanya jambo lolote duniani leo ni lazima ifunue. Kufunua ni kutoa taarifa. Wana wa Mungu, hii sheria 7 ni ya muhimu sana. Hakuna kitu chochote kinakupata bila wewe mwenyewe kujua. Amos 3:7 Biblia inatuambia, hakika mimi Bwana Mungu sitafanya jambo lolote duniani bila kulifunua kwa watumishi wangu manabii. Mungu ni roho. Anasema hakika manake ninaapa, ndivyo ilivyo. Anasema sitaweza kufanya jambo lolote duniani bila kulifunua kwa watumishi wangu manabii. Kwa nini Mungu anasema kitu kama hiki? Kwa sababu kuna sheria inasema roho yote inayotaka kufanya kitu chochote duniani leo ni lazima ifunue hilo jambo. Very interesting. Roho yoyote inayotaka kufanya kitu chochote duniani ni lazima ifunue. Kuna roho ya kifo inataka kukua, ni lazima upewe taarifa. Ile roho ikupe taarifa kwamba inataka kukua. Unataka kupata mtoto wa kiume, lazima ile roho iseme kwamba tunataka kukupatia mtoto wa kiume. Unataka kupata sijui baraka, kazi, sijui nini, ni lazima roho hiyo itoe taarifa kwamba vitu hivi vitakupata sasa. Wana wa Mungu, utakuja kugundua kwa sheria hii ya 7 vitu vyote vinavyoendelea kwako, vyote vilivyokupata wewe ulikuwa unafahamu na ukutaka kuzingatia. Ndio maana utasikia watu wengine wanakuambia, Machali alinicheza kitu fulani kinanitokea. Machali nilitaka kuingia kwenye haisi, Machali akanicheza kwamba hiyo haisi itapata ajali. Niliposhuka ghafla ile haisi ikapata ajali. Ni kwa sababu sheria inasema roho yoyote inayotaka kufunua, inayotaka kufanya kitu chochote duniani ni lazima itoe taarifa. Endelea kufuatilia somo hili. Nimebakiza kama sheria chache, alafu sasa nianze kutafsiri ndoto. Tafadhali share na watu wengine. Mungu akubariki. Endelea kufuatilia kwenye kurasa zetu za Facebook, Instagram, na share pia kwenye groups mbalimbali za WhatsApp. Mungu akubariki sana. Subscribe na weka notification ili tukiwa on uendelee kufuatilia. Endelea pia kusupport huduma hii, ukisikia kutoa mchango wako ili kutusaidia kusupport huduma na semina tunazozifanya. Usisite kufanya hivyo. Tafadhali namba ya kuchangia kwa ajili ya huduma, kutoa sadaka yako ni 0764 205871. Nambari ya M-Pesa 0764 205871. Jina litakuja Emmanuel. God bless you. Endelea kufuatilia.